Bwana Yesu asifiwe tena na kusalimia kupitia jina la Yesu. Namshukuru Mungu tena siku nyingine. Mungu amenipa neema na kibali cha kusimama mbele zako ili tuweze kushirikishana maneno ya Mungu ya uzima ambayo yanatupa nguvu kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi juma lililopita tulikuwa na somo la habari za nyakati za mwisho, lakini tukatangaziana kwamba leo tutakuwa tuna somo lingine ambalo linazungumza kwa habari ya wanawali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niseme tena kama nilivyosema wiki jana. Kama una sababu ya kukaa nyuma sana, unaweza ukasogea mbele. Kama una sababu ya kukaa nyuma sana, unaweza ukasogea mbele. Naomba nifanye mrejesho kidogo wa kile ambacho tulijifunza wiki jana. Kidogo kuna vitu tuviweke vizuri. Naomba nisome kwa haraka kabla tujaingia kwenye leo. Kuna kitu nataka nikisahishe. Wiki jana tulikuwa tunaangalia dalili za siku za mwisho, na nilisema ile mstari wa 15 na wa 16. Mstari wa 15 ndio ambao unazungumzia kuja kwa Yesu kwa ile yani hujaweka bayana kwamba kuja kwa Yesu huku kutakuwa kwa mara ya kwanza au kwa mara ya pili. Kwa wale ambao walikuwepo darasani nafikiri wanakumbuka. Sasa kuna kitu nakisaisha kwamba hii 15 inazungumzia kuja. Kwa nini nimesema kwamba haijaweka bayana? Kwa sababu ile pekee 15 inaeleza matukio ambayo kwenye kitabu inaonyesha yalishatimia, lakini utimilivu wake au kutimilika kwake kungine kutatokea baada ya kanisa kwa limeshanyakuliwa. Sasa ukisoma na hii 16 hapa ndo 16 mpaka 19 hapa ambapo anasema ole wao wenye mimba. Nilipoenda kuzidi kufuatilia ili andiko kwa sehemu pia limeshatimia. Kwa hiyo kama ni mistari utaongeza kwamba ili jambo ambalo nasema ole wao wamama wajawazito na anasema wanyonyeshao siku hizo, ombeni kukimbia kwenu kusio wakati wa baridi. Unajua Yesu alikuwa anawapa alert kwamba wakati ule wa majengo ya hekalu utakapokuwa unabomolewa, kwa sababu kwa Wayahudi walikuwa naamini jengo la hekalu kubomolewa maana yake ni mwisho wa dunia. Kwanza hilo tuelewane. Kwa hiyo Wayahudi waliaminigi hivyo. Kwa hiyo sasa akawa anawapa alert kwamba wakati mambo hayo yanatokea, ole wao kukimbia kwao kusiwe wakati wa baridi, lakini pia kusiwe wasipatikane wamama wajawazito. Lakini nasikitika kwamba bahati mbaya sana ukisoma historia, hawa watu hawa au hawa wanafunzi hawakuwa wameshirikishana kwenye maombi kuombea hichi kitu ambacho Yesu aliwapa kama alarm kwamba ole wao isiwe hivi. Hawakuomba na yale mazingira ya hekalu kubomolewa yalivyokuja, ambayo yalisababishwa na mfalme Nebukadneza wa pili. Wakati anakuja kuliharibu taifa la hekalu lile la Jerusalem, ulikuwa ni wakati wa baridi kama Yesu alivyosema. Kwa hiyo kulikuwa kuna mateso ya hali ya juu. Kwa hiyo nilitaka niliweke hilo vizuri. Sasa leo tuna somo lingine, nisiende mbali sana au ndani zaidi. Kwa ambao walikuwepo Jumapili nafikiri watakuwa wameelewa nini nilikuwa nataka kusaisha. Sasa leo tuna somo la 15 lakini linasema wanawali 10. Wanawali 10. Maandiko ya somo ni Mathayo 25, ulitakiwa usome sura ya mstari wa 1 mpaka wa 13. Lakini maandiko ya somo ni Mathayo 25 mstari wa 3 mpaka wa 8 tu. Kweli ya Biblia inasema lazima tuwe tayari kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. Lazima tuwe tayari kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. Lakini mstari wa kukumbuka unasema basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Unachotakiwa kukumbuka au mstari wa kukumbuka unasema basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa.
Kwa hiyo lazima tuwe tayari kurudi kwa Kristo. Kwa hivyo lazima tukeshe. Kwa nini tukeshe? Kwa sababu hatujui siku wala saa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia haya maandiko ni kama yanaendana sana na yale ambayo tayari tumesha yasoma. Kimsingi hata hili somo la wanawali 10 moja kwa moja linazungumzia habari za kurudi kwa Yesu. Sasa kwa nini wanawali 10 lizungumzie kurudi kwa Yesu, alafu tumesha soma huku kurudi kwa Yesu au nyakati za mwisho ambapo nilibezi sana kurudi kwa Yesu? Tutaenda kusoma maandiko kutoka kwenye kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 3. Nahitaji mtu anisaidie kusoma hapo. Mathayo 25 mstari wa 3 mpaka wa 8. Na ndiyo maandiko ambayo yako hapo kwenye kitabu au kwenye kitabu. Kwa hiyo hata kama una Biblia na una kitabu unaweza ukasoma tu vizuri. Mathayo 25 mstari Mike hizo zote zinazunguka. Nasema wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipowakawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Nafikiri hayo maandiko tumeyafuatilia wote kwa pamoja. Niseme kitu kimoja ninavyoendelea. Naomba uwe makini sana kunisikiliza, kwa sababu nitaanza kuzungumza mbali kidogo. Sasa usipokuwa makini inawezekana ukaelewa, lakini sio sana. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri sana. Kwenye hayo maandiko ambayo tumeyasoma, tunaona kwamba Yesu alikuwa anazungumza na wanafunzi wake. Na uelewe kwamba Yesu katika kusisitiza juu ya ujio wake aliwapa wanafunzi mifano kadhaa au mifano ya uhalisia kama huu ambao tumesoma. Huu ni mfano halisia, sio kitu cha kufikirika. Yaani sio kwamba alikuwa na kibuni, alizungumza nao kwa habari ya vitu ambavyo vipo kwenye jamii yao hasa ya Kiyahudi. Sasa mfano huu Yesu anauelekeza kuzungumza kwa habari ya wanawali 10, lakini ndani yake akiwa anajimaanisha yeye mwenyewe na kuja kulichukua kanisa. Na ni mara kadhaa ambapo Biblia inaeleza mifano kama ya namna hii, ikiwa imelenga kuonyesha maisha ya Mkristo, lakini ikiwa imelenga kuonyesha ujio wa Yesu Kristo. Moja katika mifano hiyo utakuta labda kuna mfano unazungumza kwa habari ya hekalu. Tukizungumza kwa mfano wa hekalu, ina maana ni kanisa linazungumzwa. Na tunaposema kanisa ni mimi na wewe. Ikizungumza kwa habari ya mwili, mimi na wewe ndio mwili wa nani? Wa Kristo. Kwa hiyo kuwa mwili wa Kristo, sisi wote ni viungo ambavyo tunayokamilisha huo mwili mmoja wa Kristo. Lakini pia kama Biblia itazungumza kwa mfano kama huu ambao tumeusoma wa bibi harusi, bado mimi na wewe ni bibi harusi wa nani? Wa Kristo. Hapa wanaume wataniuliza maswali. Bibi harusi tena, kwa hiyo na sisi tunaolewa. Utajua sasa wewe. Hapo utanifuatilia vizuri, utajua kwa nini wewe ni bibi harusi wa Kristo. Na kama usingelikuwa bibi harusi wa Kristo, ina maana usingekuwa unamuita Yesu Bwana. Unajua maana ya Bwana? Yaani anayemiliki, si ndio Kwa hiyo tunamuita Bwana Yesu kwa sababu anatumiliki. Na mtu anayekumiliki mara nyingi ndio hivyo kwenye ndoa, anayekumiliki maana yake amekuoa, si ndio? Sasa tutaona hii ndoa ya kiroho ikoje.
Lakini naomba niseme sasa kile ambacho nitaka kusema ili unielewe kwa nini hawa wanawali 10 wanafananishwa kuwa na kanisa la leo. Kwa sababu hawa wanawali 10 ni sawasawa na kusema bikira safi kwa Yesu. Sasa ni kuanzie mbali kidogo. Nataka nikupe kama historia ya kwa nini Yesu aliwapa mfano huu wa kutoa mfano huu kwa wanafunzi wake kwa habari ya wanawali. Akazungumza kwa habari ya harusi kuwa ni kama ujio wake. Kwa nini? Taratibu za Kiyahudi zilikuwa zina mifumo fulani fulani, zilikuwa zina taratibu fulani fulani au tamaduni za Kiyahudi. Na katika hizo tamaduni za Kiyahudi, hata sisi jamii nyingi za Waafrika tunafata sana tamaduni za Kiyahudi, hasa katika habari ya swala la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, Wayahudi wanapotaka kuoa, kitu cha kwanza Myahudi huwa anatoa posa. Naomba twende vizuri. Huwa anaposa. Na ukisoma kwenye Mathayo 1:18 mpaka 19, lakini ukisoma Luka 2:4 mpaka 5, utaona namna ambavyo Wayahudi huwa wanaposa. Hata Yusufu alimposa nani? Mariamu. Sawa? Utofauti wao na sisi leo, Myahudi anapokuwa ameposa, yule mtu au yule binti anatambulika kuwa mke halali wa yule aliyemposa kasoro tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ndio maana ukisoma usiwe na maswali mengi kwamba kuna baadhi ya maandiko Biblia inasema malaika akamtokea Yusufu akamwambia usiogope kumchukua Mariamu mkeo. Si ndio? Wakati tunaona tu alikuwa ameposa. Kwa nini? Kwa sababu Wayahudi wao ukisha posa yule ni mke wako kasoro tendo la ndoa tu. Na kimsingi hata vijana mnaooa au mnaoolewa, kinachokamilisha muunganiko wenu ni tendo la ndoa. Manake bila hiyo ndoa ni batili. Sasa baada ya kuwa umeposa kwa Kiyahudi huko, kinachofuatia huwa kijana analipa mahari. Baada ya kulipa mahari, huwa anapata mkataba kutoka kwa baba yake mzazi na binti ambao unahalalisha ile ndoa. Lakini kabla ya kutoa mkataba, nisikilize vizuri, huwa kijana anachukua kikombe ambacho kina divai ndani yake. Kile kikombe anachukua divai, anampa yule aliyemposa. Kama aliyemposa ataacha kukinywa kile kikombe, ile ndoa inakuwa batili. Manake anajua hapo ameshakataliwa. Sio kama sisi. Japo mimi sikupitiaga hivyo. Yaani mimi sikuenda eti namwambia kwa hiyo jibu langu vipi bwana mke wangu? Yuko pale. Mwenyewe anajua. Eti mimi nimeshamwambia bwana nataka tujenge familia eti sasa jibu langu vipi? Uhuni huo. Mimi siwezi. Mimi nilivyo siweza. Yaani sikuweza kabisa mambo hayo. Sasa na wenyewe walikuwa wanatoa ile divai. Binti akinywa, manake amehalalisha, amekubali kwenda na kijana. Kama akikataa ile divai, wewe kijana kabisa unajua hapa hakuna changu. Sawa? Sasa baada ya hapo binti akikubali, naomba tunisikilize vizuri ili mnielewe tunavyoenda kwenye mfano wa wanawali. Kwa sababu Yesu alizungumzia hivi akiwa anamaanisha au wanawali, na of course walikuwa ni Wayahudi, kwa hiyo tunaangalia tamaduni kidogo za Kiyahudi. Baada ya kijana kukubaliwa, anatoka anaenda nyumbani kwao, ambapo kule anaenda kuandaa sehemu ya fungate au chumba cha fungate. Sasa hivi ndo wanaita honeymoon. Anaenda kuandaa kwao. Anayesimamia yale maandalizi yote ya kile chumba ni baba yake mzazi na kijana. Na yeye ndio anayejiridhisha kwamba hichi chumba kiko tayari kwa ajili ya kumuingiza mtu au mwanamke humu ndani. Sijui walikuwa wanafuata labda ataonekanaje chumba kikiwa kibaya na nini. Lakini hata sasa hivi ni hivyo hivyo. Sisi kuna wakati wazee wa kanisa wanaenda kukagua kwa kijana, japo mimi kwangu hawakuja. Yaani mimi kuna mambo mengi sana nilipataga neema ya Mungu. Kwa hiyo sasa baada ya baba kuwa amekagua akajiridhisha kwamba hichi chumba kinatosha kabisa na kinastahili, ndipo ambapo atamruhusu kijana kwenda kumchukua mke wake.
Sawa na hiyo harusi inakuwa imeendelea. Sasa kwa upande wa bibi harusi, nitazungumza tena kwenye kijana anapoenda kumchukua kule inakuwaje. Sasa kwa upande wa bibi harusi ambao ndio sisi sasa, uanze kuwa makini. Baada ya huo mchakato wote, bibi harusi kitu cha kwanza huwa anajiweka tayari kuondoka muda wowote asiojua. Sawa? Nielewe vizuri. Yaani baada ya huo mchakato, bibi harusi huwa anakuwa na maandalizi ya kuondoka muda wowote kutokea hapo asiojua, muda wowote. Kwa hiyo ndo mimi na wewe sasa hapo mabibi harusi. Hii kama inasumbua. Anafanya mambo gani? Kitu cha kwanza, anautunza ubikra wake. Anautunza ubikra wake. Sasa anautunzaje ubikra wake? Kuna wakati inamlazimu hata anapotoka pale nyumbani, akiwa anatoka tu nje, anajifunga ushungi. Ilikuwa tu ni inaonyesha kwamba huyu mtu amesha poswa. So kwamba amefanywa booking, yani ile ni ndoa. Anaonyesha kwamba amesha poswa. Sasa kwa hiyo huwa anavaa mavazi kama si ndo tuseme ndo zile hijabu za Kiislamu. Kwa hiyo anavaa hivi ushungi. Kwa hiyo sasa baada ya hapo anafanya maandalizi ya kuandaa vazi la harusi. Vazi la harusi anahakikisha liko safi. Lakini kitu kingine, anaandaa wale marafiki zake wanawali. Sasa wanakuwa wako 10 au zaidi. Hii 10 ni namba tu, wanaweza wakawa zaidi pia. Na wanaweza wakawa labda wako pungufu hapo. Kimsingi ni wale marafiki wa karibu. Kama hii kinasumbua namba hiyo. Kimsingi ni wale marafiki wa karibu. Sasa hao wanawali 10 ambao wanaandaliwa au zaidi, wanahakikisha wenyewe pamoja na bibi harusi wanakuwa wana taa. Na sio taa tu, wanakuwa na taa pamoja na nini? Na mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanakuwa na taa pamoja na nini? Na mafuta. Kwa nini wanakuwa na taa pamoja na mafuta? Kwa sababu kwa desturi za Kiyahudi ndoa zao zilikuwa hazifungwi mchana. Yaani kijana alikuwa anaenda kumchukua binti aliyekwisha kumposa au kumuoa au kumchumbia nyakati za usiku. Kwa hiyo taa ilikuwa ni kigezo kikubwa sana kwao. Sasa hizi taa zilikuwa zina ulazima wa kuwa na mafuta, kwa sababu taa bila mafuta ifanyeje jamani? Wale wazee wenzangu na mimi wanajua taa kwa maana ya shemli, koroboi, sijui kibatali na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi hivi vitu lazima binti huyo awe navyo ili kuweza kumwezesha wakati ule wowote ambapo anaondoka. Sasa baada ya hapo ni kalamu ya harusi. Naomba niangalie muda wangu sije nikaenda sana. Baada ya hapo ni kalamu ya harusi. Naomba niende haraka haraka. Baada hii kalamu ya harusi, yule baba anapojiridhisha kwamba tayari chumba cha kijana wake kimekamilika, siku ambayo anamwambia nenda kamchukue mke wako, ndio hiyo siku anaenda. Anayetoa ruhusa kumbuka ni nani? Ni baba. Huu mfano unavyokutolea hivi anza kufananisha na mazingira ya kimbinguni. Kwa hiyo baba anasema mwanangu, muda umefikia, nenda kamchukue bibi harusi wako. Kwa hiyo kijana anatoka on the right time, yani hamna kupoteza muda. Anaenda anamchukua bibi harusi wake na anafanyaje? Anakuja naye. Na anapoenda huwa anaenda na yeye na wapambe wake. Wakikaribia kufika pale, kwanza huwa anatumwa mjumbe. Huwa anatumwa mjumbe kwenda kupeleka taarifa kwa bibi harusi. Lakini sasa hata kama bibi harusi atafika au atapewa ile taarifa, hata jua exactly time kwamba atakuja saa ngapi. Na kama ni assume kama ni mkoa mpaka mkoa, si ndio? Kwa mpaka yule arudi kwamba afikishe taarifa, pengine wale kabisa wamekaribia. Ndio maana atakuja kwa Yesu. Yaani hautapata siku wala saa. Iko hivyo. Kwa sababu hata mfano huu aliowapa Yesu ni mtu anatumwa tu aende kule, sawa? Kwa akishafika kule wale wakikaribia pale kwa yule bibi harusi wanapiga tarumbeta. Kwa hiyo zile tarumbeta zinaashiria kwamba mzee yuko wapi? Nje, anatoka. Na wanaongozana, wanafika mpaka kile chumba kilichoandaliwa. Sikukuu yao au hiyo sherehe yao ambayo ndio karamu yenyewe inakuwa kwa siku 7. Wanakuwa wako ndani ya kile chumba ambacho kiliandaliwa na baba yake. Lakini ile siku ya kwanza lazima
bwana harusi atoke kuja kuambia marafiki zake na ndugu kwamba yule binti amemkuta katika hali gani, kwa maana alitunza bikira yake. Sawa? Kwa hiyo kama alitunza bikira anakuja anawaambia, yani hiyo sio siri, anawaambia na wanaendelea kusherehekea kwa zile siku 7. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimekutoa huku kote ili uweze kunielewa kwa nini hawa wanawali 10. Kwa hiyo sisi sasa tuanze kuiangalia ndoa ya kiroho ipoje. Alafu kitu cha kuzingatia ni kwamba kwa Wayahudi, baada ya ule msafara wa kwanza kuwa umeshaingia, yani bwana harusi akishaingia kwenye ngome yake ile aliyoiandaa, mlango huo unafungwa. Mlango ukifungwa, hata kama una mahusiano gani na bwana harusi au bibi harusi, hautaruhusiwa kuingia tena. Imani, Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kuingia tena kwa sababu mlango ukishafungwa umefungwa. Sasa wanawali huonyesha harusi ya kiroho. Wanawali huonyesha harusi ya kiroho upande wetu. Sisi ni mabibi harusi wa Kristo. Baada ya wewe kuipokea damu ya Yesu kwenye maisha yako, ni sawasawa umenywa kikombe cha nini? Cha divai. Kumbuka kule nilivyoanza kuelezea. Ndio maana nisema utakiwa kule unisikilize makini sana. Kwa hiyo unapompokea Bwana Yesu, tayari umepokea kikombe cha divai kuonyesha unamkubali nani? Bwana Yesu kama mume wa kiroho, kama bwana wako. Kwa hiyo baada ya kuwa umepokea hicho kikombe cha divai, yeye tayari alishalipa mahali muda mrefu. Alishalipa mahali pale msalabani. Akafa, akapigwa kwa ajili yako, kila kitu kiliishia pale. Damu yake haiwezi kalinganishwa na thamani ya kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ni majukumu gani au ni mambo gani yanapaswa afanye huyu bibi harusi wa Kristo? Kuna mambo ambayo tuliangalia huku kwenye hiyo historia. Lakini mimi nataka nikuambie jambo kubwa la kwanza ambalo bibi harusi wa Kristo anatakiwa kulifanya ni kuitunza ile bikira yake. Bikira ina maana sana katika ulimwengu wa roho, hata ulimwengu wa mwili, kwa sababu Yesu alitoa huu mfano ukiwa ni kielelezo kizuri sana cha kuonyesha kwamba harusi inatakiwa iweje na Ukristo unatakiwa uweje. Inawezekana kwetu jambo hili likawa ni kwa asilimia ndogo sasa hivi, kwamba bikira zikawa ni chache, lakini kwa nini? Kwa sababu ya ulimwengu uliopo. Kwa sababu unajua sasa hivi kwa level ya utendaji wa maasi uliofikia, umeshapita Sodoma na Gomora. Bwana Yesu atusaidie. Yaani hii level ya uasi uliopo katika dunia hii imepita level ya Sodoma na Gomora, na ndio maana Yesu kwa vyovyote vile lazima arudi. Kwa sababu unakumbuka baada ya Sodoma na Gomora kufanya dhambi, nini kilitokea? Baada ya watu kuwakiana tamaa wao kwa wao, mtu na mtoto wake, si Yesu aliuangamiza ule mji? Hadi walikuwa wanatamani kulala na malaika. Walitamani kulala na malaika. Kwa hiyo Yesu nini alifanya? Baada ya kuwapiga upofu na nini, lakini aliteketeza ile miji. Kwa hiyo ndio maana Yesu lazima arudi, kwa sababu uovu huu ulivyo umeshapita vile viwango. Yaani uko mbali sana. Kwa hiyo Yesu anaweza akarudi muda wowote kutokea sasa. Kwa hiyo wajibu mkubwa wa huyu bibi harusi wa kiroho ni kutunza ile bikira yake. Sasa bikira ya kiroho ni nini? Ukisoma Wakorinto, naomba twende haraka, na mimi natamani sana na muda mzuri, kumbe nitaeleweka. Asante Yesu. Wakorinto wa pili sura ya 11, sura ya 11 mstari wa 2 na wa 3. Naomba tu nisome mimi mwenyewe. Biblia inasema hivi: maana naonea wivu wa Mungu kwa kuwa naliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Yaani hiyo imenyooka, haihitaji kupinda. Kwa hiyo ninavyokuambia kutunza bikira usifikiri na natoa kichwani. Hata sisi wa Kristo tunao bikira yetu. Kwa hiyo Paulo anasema kwamba anataka amletee Mungu nini? Aliwaposea mume. Paulo anasema aliwaposea mume ili aweze kumletea Kristo bikira safi. Maana ya safi, isiyo na michanganyo, ambayo haijachakachuliwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ukisoma kwenye Luka 21, kuna kitu nataka nikuonyeshe hapa, afu ndo nifafanue vizuri.
Luka 21:34. Luka 21:34. Biblia inasema hivi, basi isikie sasa hiyo bikra, basi jilindeni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, ili siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Biblia inaposema basi jilindeni, maana yake basi jitunzeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kujilinda wakati mwingine hatuna nguvu za kujilinda, sio? Kwa hiyo kujilinda wakati mwingine ni lugha inayotumika kujitunza. Tunatunza nini? Kama rafiki yako analala muamshe. Tunatunza nini? Tunaitunza mioyo yetu isije ikalemewa na mambo ambayo yamebainishwa hapa, lakini na mengine, sio tu ulafi, ulevi na mengine, hata dhambi zote. Manake lazima tujitunze au tujilinde nazo, ili kwa kujilinda huko ile bikra yetu iwe nini? Safi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu kingine, nafikiri utasoma sasa hapo Efeso 5:26. Kuna neno tena zuri hapo linazungumza kwa habari ya bikra. Sasa kanisa la Kristo nimesema ndio bibi harusi wa leo, na ni mfano wa wale wanawali watano ambao tumewasoma. Biblia inawaeleza kuwa ni wanawali wenye nini? Wenye busara. Wale wanawali wengine watano ambao hawana busara walikuwa wanawali wanafiki. Kwa nini wanafiki? Kwa sababu walikuwa pamoja kanisani, ni sawasawa na Wakristo, wako pamoja kanisani, wako pamoja hekaluni, lakini kumbe wenyewe mlango wao au njia zao hazipo katika kumkiri Yesu moja kwa moja. Wanao mpango mwingine kabisa nje na unyakuo, nje na kumuona Kristo. Kwa hiyo wale ni wanafiki mbele za Mungu. Wale ambao Biblia imewataja kuwa wapumbavu. Na imetajwa kuwa wapumbavu kwa sababu hakuna namna unaweza ukataka kutembea usiku utumie taa alafu ukose mafuta. Jamani, Bwana Yesu atusaidie. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo wakatajwa hivyo, wametajwa wajinga au wapumbavu. Yaani ni unajua ujinga na upumbavu ni tofauti. Sasa hiyo upumbavu ni kubwa kuliko ujinga, kwa sababu mjinga akieleweshwa maana yake anaweza kuelewa. Lakini huyu mpumbavu wakati mwingine ni anajua alafu anaacha kufanya. Huyu ni mpumbavu kabisa. Kwa hiyo ni wale wanafiki wanaojua ukweli kuhusiana na neno la Mungu, lakini hawataki kuishi kweli inayotokana na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Na sisi hao wanafiki watu hawataki kanisani kwa jina la Yesu. Na Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sasa kama bibi harusi lazima tuwe tayari kumpokea Yesu Kristo sawasawa na utayari ambao anajiandaa bibi harusi wa Kiyahudi kwa wakati wowote asiojua mume wake anakuja, na sisi kwa wakati wowote tusiojua Yesu Kristo anakuja. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima aje. Lazima aje. Lakini kitu kingine, zile taa tunaweza tusiwe na maana nzuri ya kuzielezea, lakini tunaweza kusema taa zilikuwa zinaonyesha wokovu na maisha yao yanayotokana na ule wokovu. Sawa, ni sawa wameokoka, wana taa, lakini taa zao hazina mafuta, hazina Roho Mtakatifu. Yaani wokovu wao unajiongoza wenyewe, hawana nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuongoza. Ndio yale mafuta. Roho Mtakatifu hawana. Na sasa kama hawana Roho Mtakatifu, ina maana hawawezi kufanya kazi yote ya kimungu kwa ufanisi na wakaona matokeo ya matunda ya ile kazi. Unajua katika huu mfano wanawali wote 10 kuna mistake ilifanyika, si ndio? Walilala wote. Uongo kweli? Lakini unajua kwa nini Yesu wakati anatoa huu mfano hakuwa ameeleza kwamba wale walilala, kwamba wote wakalala bahati mbaya? Kwa nini? Ile kulala imefasiriwa kuwa sawasawa na masumbufu tu ya dunia hii. Shughuli za dunia hii. Shughuli za dunia hii zitaendelea kama kawaida. Zitaendelea kama kawaida, na hii tuliona hata wiki iliyopita. Hazitakoma, zitaendelea. Lakini angalizo hapa ni kwamba hizi shughuli zisituchukulie muda kiasi kwamba tukazipa nafasi ya kwanza kuliko Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanawali
japo walilala, masumbufu au shughuli za dunia kuna muda ziliwabana wakalala, lakini walikumbuka kutembea na Roho Mtakatifu. Hawakumwacha kaponi. Kwa hiyo wewe unapokuwa na shughuli zako, ni kwa kiasi gani unatembea na Roho Mtakatifu? Ni kwa kiasi gani unahakikisha kwamba huwezi kumpoteza? Kwa sababu hatutaacha kufanya kazi. Kwa hiyo shughuli zitakuwepo, lakini ni kwa kiwango gani utatunza uwepo wa nguvu za Mungu? Utatunza usimkosee Roho Mtakatifu? Hicho ndio kitu cha msingi. Swala sio kulala. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima taa zetu ziwe na mafuta. Lakini bibi harusi kule, kama nilivyoanza kuwapa ile historia, alikuwa anaandaa vazi pia la harusi. Kwa hiyo sisi vazi letu la harusi ni maisha matakatifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Vazi linalotufanya tumuone Mungu, atuishi tu kuokoka tukakaa kanisani huru tukafikiria kila kitu kimeisha, kama alivyosema Yesu imekwisha. Lazima tuwe na maisha ya utakatifu. Na sikiliza nikwambie, Mungu mara zote huwa anadili na juhudi ambayo wewe unaifanya kwanza kabla ya yeye kukusaidia. Kuna watu walitengeneza maandiko feki wakasema jisaidie na mimi nitakusaidia. Mimi ni msomaji wa maandiko, namshukuru Mungu ameshawahi kunipa neema ya kusoma Biblia Ufunuo mpaka Mwanzo. Japo simaanishi kwamba ndo nimeshika Biblia au nimetosha, hapana. Ninazungumza tu. Lakini katika ufuatiliaji wangu wa maandiko sijawahi kukutana na hilo neno kwamba jisaidie na mimi nitakusaidia. Isipokuwa watu wamebunibuni tu, alafu hata Mkristo mwingine anadanganywa. Mungu mwenyewe kasema jisaidie nitakusaidia, na yeye anatulia ila kweli ila. Kama unataka kufanya, maana yake ni kwamba Mungu anaiangalia tu hatua ulionayo, alafu anakupa hatua moja kubwa zaidi. Musa akaulizwa, una nini mkononi mwako? Nina nini? Nina fimbo. Mungu akafanya ishara nyingi kupitia nini? Fimbo. Mungu anataka wewe uanze kuwa na hatua. Na kwa nini hatua? Tulijifunza habari na mchungaji alikuja hapa akasemea kwa habari ya ile toba ambayo Sauli alikuwa anaifanya. Toba ya Sauli ilikuwa haina majuto ndani yake. Alikuwa hajajidhamiria kuanza kutubu kweli kweli. Alikuwa na michanganyo mingi, alikuwa hajaachilia moyoni mwake. Kwa hiyo kama Mungu angeliona moyo wa Sauli, ni Sauli si ndio? Ulivyokuwa umepondeka kwa habari ya kunyenyekea kama Daudi alivyokosea, ina maana Mungu angemsamehe completely. Lakini alikuwa hajatubu kutokea ndani. Kwa sababu Mungu anataka uanze na hatua mojawapo. Na hakuna namna unaweza ukaishi maisha matakatifu ukategemea kumuona Kristo kama ndani yako haujaamua kuishi hayo maisha matakatifu. Bwana Yesu atusaidie. Yani tukubaliane tuundo ukweli. Kabla ya Roho Mtakatifu kukusaidia, jisaidie kwanza wewe. Unajisaidiaje? Weka commitment kwamba mimi usijue swali nasema sijui nyeshe mvua nyeshe jua, mimi ninakwenda na Yesu mbinguni. Ukishaanza kujiwekea hiyo ndani ya moyo wako, ndipo Mungu anakuja sasa kuitimiza hiyo ambayo wewe umeiumba ndani. Hakuna namna utampokea Roho Mtakatifu kirahisi kama hujaanza kuweka shauku na kumtaka nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo juhudi zako katika mambo ya kiroho ni za maana sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hayo mambo lazima tuyaelewe kwamba yamekaa kwa mtazamo huo. Na ni muhimu sana kufahamu kwamba Yesu katika mfano huu ambao alikuwa anaeleza wanawali 10, yote hayo ni alikuwa anajielezea yeye mwenyewe maisha yake na namna ambavyo atakuja kulichukua kanisa. Nitaangalia kama muda utatosha. Yani hadi hiyo harusi. Unajua kwa nini nimesema yule bwana harusi kwenye siku ile ya kwanza lazima aje, yani siku ya kwanza tunasema huwa inakaguliwa ile bikira, si ndio? Hata Yesu baada ya kulichukua kanisa, si ndio? Miaka 3.5 ambapo dunia inapitia mateso hapa duniani, si ndio? Ile miaka 3.5 ndio wakati ambapo tukiwa pale juu ni Yesu anakagua kazi. Ile ndio bikira. Kwa nini ni kazi? Kwa sababu kazi zinatokana pengine na matendo ambayo tuliyatenda hapa duniani. Kule tulisoma kwenye Luka kwamba tusilemewe na ulevi sijui nini na masumbufu ya dunia, si ndio? Kwa hiyo kama utalemewa na vile vitu, manake utaishi matendo maisha mazuri au matendo ambayo yanampendeza nani? Kristo. Ambayo kwa hayo, kwa ile miaka 3.5 tunapokuwa hapo, ndivyo watakapokaguliwa. Na anasema ikiwa mtu kazi yake haikustahili sijui kwenye moto, ndio kile kitabu nimekupa pale ukisome. Kwa hiyo zitapimwa.
matendo yako sasa yale yatapimwa. Ndo ile bikra lazima uitunze, kwa sababu lazima kupimwa. Kwa hiyo kuna wengine Biblia imesema wataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Ile sio kwa duniani. Ile ni hapo juu, hapo sasa kazi zinapopimwa. Kwa hiyo ndo kile kwenye hiyo harusi tulivyoona ni kama ndo siku ya kwanza ya mapumziko, lakini kwetu ni kama miaka 3.5. Lazima zile kazi zipimwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naona nina mambo machache hapa yamebaki. Nina mambo machache yamebaki na muda wangu ni mzuri sana. Kwa hiyo kabla sijafika mbali, naomba nikaribishe michango. Namshukuru Mungu sana nimetumia dakika 35. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Yesu aliifananisha ile harusi ya Kiyahudi, ambapo aliwapa mfano wa wanawali 10 pamoja na maisha halisi ya kumtumikia Mungu tunapokuwa hapa duniani tukitarajia unyakuo kwa wakati wowote. Na ndio maana ile kweli ya Biblia inasema lazima tuwe tayari kwa ajili ya kurudi kwa nani? Kwa Kristo. Na kwa nini tuwe tayari? Anasema basi kesheni, mstari wa kukumbuka. Anasema kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Ili kukesha haina tu maana ile kwamba mwe mnafanya mikesha ya siku. Lakini anapomaanisha kesheni, manake msilale, msijisahau. Sawa? Fanyeni imara. Anzeni tena upya kila siku. Ile roho ya uamsho katika kufanya kazi ya Mungu iwe endelevu kwenu, msisinzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Mungu awabariki sana. Naomba nikaribishe michango. Hakuna mchango. Maswali, labda nimeleta maswali nilipokuwa naelezea kile kisa. Maswali? Bwana Yesu asifiwe. Na maswali hakuna. Wangapi walisoma kitabu? Jamani, darasa ndo waliosoma kitabu hawa. Na wenye vitabu wanyooshe juu. Ambao sasa hawakusoma na wana vitabu wanyooshe juu. Sasa jamani, kuna watu wana vitabu alafu hili kama juma la pili na hawajasoma. Jamani, kweli? Sinaweza nikawa naongea hapa unaona kama nayatoa sijui wapi, kumbe mengine hapo kwenye kitabu. Jamani, tusomeni vitabu jamani. Sawa? Tusomeni vitabu. Ukisoma hapa kwenye kitabu Biblia inasema leo hii mlango wa uinjilisti upo wazi. Wakati tunaongoja kurudi kwa Kristo lazima tuambie wengine kuhusu yeye. Yesu alisema, tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye na yeye pamoja na mimi. Hiyo ni Ufunuo 3:20. Kwa hiyo katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kumsubiri Bwana Yesu, sio tukae kwa kutulia basi itoshe, lakini tuhakikishe ya kwamba tunafungua mlango wa neema kwa ajili ya wengine, na namna ya kufungua huu mlango ni kwa kuwatangazia mataifa habari njema, ili wote wao na sisi kwa pamoja tuwe tayari au tujiweke tayari kumpokea Bwana Yesu. Na ukisoma Iishi Kweli wiki hii ndivyo inavyosema kwamba lazima tujiweke tayari kwa ajili ya kuja kwa Kristo Yesu, na tuambie wengine habari za Yesu ili na wao pia wawe tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hapo kwenye picha yako hapo, anasema tujiweke tayari kwa ajili ya kurudi kwa Kristo. Alafu ameonyesha namna gani tunajiweka tayari: kwa maombi, neno la Mungu, ongezea nyingine nini? Kwa kusoma neno. Kitu kingine hapo utajaza wewe mwenyewe. Kwa hiyo lazima kama Wakristo tujiweke tayari. Kwa nini tujiweke tayari? Kwa sababu muda wowote Yesu anarudi. Kama vile bibi harusi anavyorudi, anavyoenda kuchukuliwa kule nilivyowasimulia.
Yaani hakunaga taarifa rasmi. Kwa hiyo na Yesu atakuja bila taarifa rasmi. Kwa hiyo lazima tuwe tayari. Basi Mungu awabariki sana kwa somo hili. Yaani nahitimisha ili nikaribishe maswali yaliyopita yale, ndio swali linaibuka. Haya, karibu. Nilikuwa najiuliza kiroho au kiimani hii taa ilikuwa inamaanisha nini? Sababu ukiangalia pale kuna taa alafu kulikuwa kuna mafuta. Lakini ukiangalia kwenye taa za zamani zilikuwa zina tambi. Ukiangalia ukisoma kule, kumbuki ni mstari wa ngapi, unasema kwamba wale wanawali watano waliposikia bwana harusi anakuja walizitengeneza taa zao. Na sasa hapo naweza nikaelesha kidogo hii taa ilikuwa inamaanisha nini kiroho. Asante. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Swali jepesi, sijui gumu. Yetu anataka kujua taa zilimaanisha nini kiroho. Naomba wakati tunajibu hapa, mzee wa kanisa unaweza kanisaidia ili mchungaji aje ajibu na yale maswali yaliyopita, maana alikuwa anasimamia yeye. Taa zinamaanisha nini kiroho? Nani anatusaidia hapo jibu? Taa zinamaanisha nini kiroho? Na mimi nilisema kusema. Na mtu hapa. Naongea hivi hivi, ngoja nimpe. Ongezea sasa. Anasema ni mafuta ya Roho Mtakatifu. Mwingine? Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sitakuwa mbali sana na aliyetangulia. Ile taa, kazi ya taa jamani, si tunafahamu. Kazi ya taa ni kumulika. Na sisi bila Roho Mtakatifu, yaani ukiwa umeokoka alafu huna Roho Mtakatifu, ina maana wewe unakuwa kama mtu anayetembea gizani, haoni. Sababu Roho Mtakatifu yeye ndio anatuangazia hata vitu visitirika vya asili. Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nawashukuru waliojibu, labda tu niongezee kwa ajili ya kunyosha zaidi. Tunaposema taa, kama mtangulizi alivyosema kwamba taa inatoa mwanga, si ndio kwa maana ya nuru. Taa haswa pale inamaanisha wokovu. Sasa wewe mtu uliyeokoka ni kama nuru kwa wengine, na kwa kuwa wewe ndio taa, ili uweze kuendelea kuishi vizuri, uendelee kujitunza, kuendelea kuwa safi, kwa maana ya kutunza fikra. Maana yake sasa unahitaji Roho Mtakatifu ambaye ndio nini? Mafuta. Roho Mtakatifu ndio anatuwezesha kuyashinda yote ambayo yanatuzunguka, ili tuendelee kuwa taa iliyo sahihi. Tuendelee kujitunza, tuendelee kuwa safi wakati tunamsubiri bwana harusi, Bwana Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Naomba tuongeze makofi. Nilikuwa nimeshasema katika maelezo yangu kwa sehemu kwamba hii taa, nikasema kwa lugha nyepesi tunaweza tukafananisha na maisha ya wokovu ya mtu. Lakini hii taa inaambatana pamoja na nini? Na mafuta. Kwa hiyo wokovu bila nguvu ya Mungu, ambayo tukisema nguvu ya Mungu ni Roho Mtakatifu, huo wokovu hauwezi kuishi. Na unajua ile anasema walizitengeneza taa, si ndio? Lakini haina maana kwamba zilikuwa ni mbovu, ukumbuke. Kwa sababu kama zingelikuwa mbovu, hicho labda kingekuwa kitu kingine. Yamkini ni lugha tu imetumika hapo. Ukitaka labda ujaribu kusoma na fafanuzi zingine za Biblia, hasa kama labda Biblia ya Kiingereza, unaweza kukuta ni Kiswahili kile kile ambacho kwamba wakaziwasha taa zao, au kwa maana ya kuziweka vizuri, au kama kuzitia mafuta na nini, kuziongezea ili ziwe na mwanga mzuri, ndio kuzitengeneza.
lakini haina maana kwamba alikuwa ndo mbovu ndo wanaanza sasa kuzitengeneza kwamba na wewe wokovu wako ukichoka, Yesu akaribia kurudi ndo utengeneze. Yani ni lugha tu ya kawaida tu iliyotumika, isikupe shida. Na kule nilieleza taa kwa taifa la Wayahudi lilikuwa lina maana kubwa sana, kwa sababu ndoa zao zilikuwa zinafungwa usiku. Sasa hakuna namna ambayo walikuwa wanaweza kutembea kwenye giza wakati ndoa zao zilikuwa zinafungwa usiku. Kwa hiyo taa ilikuwa ina maana ya kumulikia nini? Mwanga, utoe mwanga ili wanapoenda waone. Na mzee wangu pale amejibu vizuri. Kwa hata sisi maisha yetu wakati mwingine hatuhitaji sana kuwashuhudia wale majirani tuliopanga nao au tunaokaa nao karibu, lakini kupitia taa yetu iliyoko ndani, matendo yetu ya kiroho ya wokovu, wakiyaona tu wanasema huyu ameokoka. Nishawahi kuwatolea mfano wanafunzi wangu wale wadogo wale. Nikamwambia mimi nyumbani kwangu ninapoishi nilikaa pale kabla ya kumuoa mke wangu. Sikuwahi kuwaambia watu kitu chochote kuhusiana na mimi. Lakini nikiwa natoka, kama wana shida na mimi utasikia wanaita mchungaji, njoo bwana. Sasa aliyowaambia mimi mchungaji nani? Sijawahi shuhudia yale mazingira pale wakaniona. Kwa hiyo walioniambia, waliosema kwamba mchungaji njoo, nani aliwaambia mimi mchungaji? Kwa mimi mchungaji kweli? Kwanza mimi sio mchungaji, mimi si mtumishi tu. Kwa hiyo nini wanasababisha waseme hivyo? Ni kwa sababu ya matendo. Yaani wanakupimia, wanasema huyu mama fulani, mbona kama sio mama wengine? Huyu ameokoka huyu. Kwa matendo tu mtu pia anaweza akaokolewa. Kwa hiyo ile ndio taa yake, inamulika kwa watu, wanaona ile nuru, neema ya Kristo ambayo iko ndani yao. Basi Mungu awabariki sana. Naomba tena tuongeze makofi mazuri kwa ajili ya Yesu.